Yes. Tuelekee kaunti namba 11 ambapo uchaguzi mdogo unaendelea katika eneo bunge la Isiolo South, huku wakazi wakijitokeza kwenda kumchagua mbunge wao. Kiti hicho kimewavutia ndugu na dada Tubi Mohamed Tubi na Bina Tubi wanaotaka kumrithi baba yao Mohamed Tubi aliyefariki Novemba mwaka jana. Isiolo South ina wapiga kura zaidi ya 22,000. Emmanuel To anaungana nasi mubashara kutufahamisha yanayojiri kwa sasa kutoka kaunti namba 11. To. Asante sana Swale Mdoe, bila shaka tuko hapa katika shule ya msingi ya Kina hapa ambapo ni kituo moja ya kupigia kura kati ya vituo 61 katika eneo bunge hili, na bila shaka kwa sasa foleni ambazo tulikuwa tumeshuhudia asubuhi fupi zimeendelea kuisha. Kwa sasa kuna watu wachache sana, aswa hakuna mtu yote kwa foleni kwa sasa, baada ya kupiga kura, shughuli ya kupiga kura kuendelea kufikia kileleni. Tumezungumza na maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC wakisema kwamba ni 25% hadi 30 ya wapiga kura ambao wamejitokeza. Kumbuka kuna wapiga kura 22,161 ambao wanatarajiwa kushiriki kwenye uchaguzi mdogo huu, na bila shaka kwa sasa hali imekuwa shwari. Kumekuwa na baadhi ya tetesi chache kutoka kwa baadhi ya wale ambao wanamuunga mkono mgombea wa kiti hiki cha ubunge kwa tikiti ya chama cha Jubilee, Bina Tubi, wakisema kwamba kumekuwa na hali ya uwizi wa kura, kwa sababu wamesema kwamba kuna wale ambao wamejifika hapa kwenye vituo hivi kuwalipa baadhi ya wale ambao wamefika hapa kupiga kura, lakini upande huo wa UDA umekanusha madai hayo, wakisema kwamba shughuli imekuwa ikiendelea kwa njia iliyo shwari kabisa. Bila shaka kumekuwa na baadhi ya wale waangalizi wa upande wa chama cha UDA ambao wamefika hapa. Kuna wengine ambao wanaingia hapa kwa sasa. Tungependa tu kuwauliza hali imekuwa vipi hadi sasa. Naomba tuzungumze nawe kwa tujitambulishe tu kwa haraka, utuambie kumekuwa na madai kwamba kumekuwa na wizi wa kura kutoka kwa upande mwingine, wale ambao wanasema kwamba wako kwenye kinyang'anyiro hichi. Unasemaje kuhusu hayo? Tatanishi wowote, sijaona cases ya wizi ya kura. Kama unavyojua, tumekuwa na wewe hapa, tumezunguka katika kituo yote ya wapigaji kura na hatujaona visa yoyote ya uhasama ama ya upiganiaji ama wa wizi ya kura. Okay. Na bila shaka leo ni siku, bado ni ya Ramadhan, imeathiri vipi hali ya kupiga kura, kwa sababu watu wachache sana ambao wamejitokeza? Kuna ile upole na unajua unyenyekevu wakati ya Ramadhan huwa Waislamu wanakuwa naye, hawataki kuonekana ya kwamba wanafanya siasa mingi ama vitu ya uhasama na nini, lakini licha ya hiyo tunaona ya kwamba upigaji kura sasa kiwango inaendelea kupanda. Asubuhi ilikuwa chini kidogo, lakini saa hii inaendelea kupanda. Kadri tunapoendelea, ikifika labda mwendo wa alasiri, utaona ya kwamba kiwango itapanda. Asante sana. Bila shaka Swale, ni shughuli ambayo inaendelea kupamba moto. Tumebakisha takriban saa kama 4 hivi kabla ya vituo kufungwa mwendo wa saa 11, na kwa sababu eneo hili ni la wakazi ambao ni wafugaji, wengine wameenda kwenye shughuli zao za kawaida, hali ya kupiga kura imeendelea kupungua, lakini tutakuwa tunaendelea kupiga mbizi na kuhakikisha kwamba tunakupa picha na taswira. Baadaye tutakuwa tunaelekea katika eneo la Garbatula ambapo shughuli ya kuhesabu kura itakuwa inafanyika kutoka mwendo wa saa 11 hivi, na kwa hivyo ni hayo tu kutoka hapa Isiolo South, na kurejesha kwako studioni. Emmanuel To huyo kutoka Isiolo. Tukisalia katika masuala hayo ya uchaguzi mdogo